Okay, siku ya kwanza vichwa vya habari mitandaoni na kwenye blogs tofauti kulienea juu ya swala zima la binti wa chuo cha UDSM ambaye alifanya unyanyasaji kwa mwanamke mwenzake, na taarifa hizi tulizipata kupitia Mange Kimambi, lakini wasanii na watu influencer wote Tanzania waliguswa na kitendo hiki cha binti kumnyanyasa msichana mwenzake kwa sababu tu ya wivu wa kimapenzi, na aliyekuwa na wivu huo ulikuwa ni kutokana na Mwijaku, kwa sababu mabinti hawa wawili wote wanasemekana kwamba walikuwa ni wanawake wa pembeni, ama kwa lugha tulioizoea tunaweza tukawaita michepuko ya Mwijaku. Hizo ni tetesi zilizopo mpaka sasa hivi, lakini kitendo hichi kiliwagusa watu maarufu akiwemo Zuchu, akiwemo Sishikiki na wengine wengi walioguswa na kitendo hiki. Lakini waziri wa mambo ya kijamii, lakini pia waziri wa masuala ya kijamii, lakini pia na watu maalum pamoja na jinsia, na mzungumzia Gwajima, haliguswa kiundani zaidi na kuamuru watu hawa waende wakachukuliwa hatua, ama mabinti hawa wakachukuliwa hatua. Na nukuu maneno yake ambayo Gwajima aliandika kupitia ukurasa wa Instagram na kusema kuwa pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nimesikitishwa sana kutumiwa video zilizosambaa online zikionyesha tukio la mabinti wanafunzi wa chuo kikuu kimojawapo nchini wakimdhalilisha binti mwenzao mwanafunzi wa chuo kikuu kingine, kisa ugomvi ambao wangeweza kumaliza kwa njia ingine ya heri na sio shali ile. Inasikitisha sana kuona mabinti wasomi ambao wangetakiwa kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana na kudhalilishana na kudhalilisha wao kwa wao na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya kwa binti mwenzao haukubaliki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani ni kinyume na sheria zote na pia sio utu wala sio haiba ya mwanamke wa dunia ya sasa, kwamba akipishana na jambo na mwanamke mwenzie au mtu yoyote, basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. Amesema kwamba hatua iliyofanyika, nimewasiliana na manusura ambapo atapata huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la kijinsia na msaada wa kisheria ili haki itendeke. Nitawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia yenye vyuo husika ili hatua za nidhamu zichukuliwe kupitia sheria na miongozo ya vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Wito, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa watoto huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kikatili na kudhalilisha wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. Hayo ni maneno ya waziri mwenye dhamana juu ya swala hili. By the way, ni kitu ambacho kimesikitisha sana. Binti huyu wanamuita Mary, ambaye ndo kamdhalilisha mwenzake, alikuwa ni video vixen. Aliwahi kuwa video vixen wa Kevin, lakini pia aliwahi kuwa video vixen wa J Melody, na amewahi kufanya kazi nyingi za vixen, lakini pia ni mwanamitindo. So ni kitendo ambacho hakijaleta picha nzuri kuona msichana unamvua msichana mwenzako nguo, lakini of course sina mengi ya kuongea. Ni kitendo cha kusikitisha na wasanii wengi wameonyesha kuguswa kama nilivyokuambia hapo awali. Mtazamaji wa Galaxy Media, endelea kutazama Galaxy uweze kupata update zaidi juu ya swala hili na kitu gani kitaendelea kwa wasichana hawa wawili. Niite Jijo TZ, tukutane baadaye.